Toka asubuhi katika mitandao ya kijamii kumekuwa kukisambaa picha pamoja na picha mjongeo za kusemekana kwamba ndipo alipokuwa anaishi Humphrey Polepole, na tukio ambalo linaloendelea sasa hivi ni kwamba Humphrey Polepole inasemekana kwamba ametekwa. Hiyo ni baadhi ya ripoti kutoka kwa ndugu wa karibu wa Humphrey Polepole ambao wanasema kwamba alikuwa anaishi maeneo ya Ununio, lakini mpaka sasa hivi hajulikani alipo. Sasa watu wamekuwa wakisubiria kauli kutoka katika jeshi la polisi, na polisi kama kaida yao katika kutekeleza majukumu yao wameweza kutoa statement kuhusiana na tukio hilo ambao kwa sasa lina trendi toka asubuhi, watu wakiuliza nini kinachoendelea. Sasa taarifa ya polisi inasema hivi: taarifa kwa umma. Jeshi la polisi lingependa kutoa taarifa kuwa bado linaendelea kumsubiri ndugu Humphrey Polepole aripoti katika ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai. Ndugu Humphrey Polepole alitumiwa barua ya wito kwa mujibu wa sheria za nchi aripoti katika ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai ili atoe maelezo kuhusiana na tuhuma mbalimbali alizozitoa kupitia mitandao ya kijamii, lakini hadi leo hajatekeleza maelekezo hayo kwa mujibu wa sheria. Jeshi la polisi limeona taarifa zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii na ndugu zake kuwa ametekwa. Tayari tumeanza kufanyia kazi taarifa husika ili kupata ukweli wake. Na hiyo ndiyo taarifa ambayo imetolewa na jeshi la polisi wa Tanzania kuhusiana na sakata zima la kuhusu kutekwa kwa Humphrey Polepole. Zipo picha ambazo zinaonyesha alipokuwa anaishi Humphrey Polepole, chini kukiwa kuna damu baadhi ya sehemu, lakini pia kuna picha moja inaonyesha kuvunjwa kwa mlango. Sasa ndugu amesema kwamba hiyo ndio sehemu ambayo alikuwa anaishi ndugu yao, na mpaka sasa hivi hajulikani amepelekwa wapi ama hajulikani alipo, kwa maana ya kwamba ametekwa. Sasa jeshi la polisi likaamua litoke hadharani na kusema hayo ambayo wamesema. Wapo chini ya uchunguzi kuhusiana na tukio hilo, lakini pia wameonyesha statement ya kuonyesha kukaidi kwa Humphrey Polepole ukihusiana na wito ambao ama barua ambao alipewa ya kuitwa katika ofisi ya mkurugenzi mkuu wa masuala ya upelelezi. Kwa hivyo hilo ndo ambalo limejiri mpaka sasa tunasubiria tuone nini kinachoendelea, na jeshi la polisi bado linaendelea na mchakato wake, na hatua yote ambayo tutatoa jeshi la polisi basi kama sisi Bongo 5 tutaweza kukusogezea ili uweze kujua yale yote ambayo yanaendelea mpaka sasa hivi katika sakata hilo. Lakini usiache kutufollow, lakini kusubscribe pale mjini YouTube ili kuweza kujipatia taarifa zote za kimichezo, burudani na siasa kwa ujumla ndani ya mipaka Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Jina langu ni Kashmila Chapo, endelea kuwa na Bongo 5 TV.